watumishi wote wataingizwa kwenye orodha ya mishahara, yani payroll ya serikali kwa kadri walivyoripoti katika vituo vyao vya kazi. Ndugu wanahabari, baada ya zoezi la ajira kukamilika, nataka nitoe angalizo kwa waajiriwa wapya kuwa wanapaswa kuripoti ndani ya siku 14 katika vituo vyao vya kazi tangu kupokea barua zao za kupangiwa kituo cha kazi. Na wale watakaokiuka kuripoti ndani ya muda uliopangwa, nafasi zao zitachukuliwa na wasailiwa wengine ambao wamebaki kwenye kanzi data. Na katika eneo hili, ndugu waandishi wa habari, nataka niseme tu kwamba waliojitokeza kuhojiwa walikuwa wengi sana. Wamefanya usaili. Hawa waliopewa nafasi ni wale ambao walifanikiwa kupita kwenye usaili, lakini wako wengine ambao kwenye kanzi data. Kwa hiyo wale ambao watakwenda kwenye vituo, basi wajue kwamba nafasi zao zitakuwa replaced katika utaratibu huo. Pia napenda kutoa maelekezo kwa waajiri kuwa baada ya kuwapokea watumishi wa ajira mpya, wanapaswa kuwasilisha taarifa hizo za ajira kwa mhariri mkuu wa gazeti la serikali, ambaye ni katibu mkuu ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, ili taarifa hizo ziweze kuchapishwa katika gazeti la serikali. Nadhani jambo hili halihitaji maelezo mengi. Nadhani mnajua kwamba kuna magazeti yetu ya kawaida na kuna gazeti la serikali ambalo mhariri wake mkuu ni katibu mkuu ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora. Ndugu wanahabari, vile vile kumekuwa na maombi mengi sana ya baadhi yetu kuomba kubadilisha vituo vya kazi. Nitoe rai kuwa hatutakuwa na mabadiliko ya vituo vya kazi kwa sasa. Nafasi zote zimetolewa kulingana na uhitaji wa kila halmashauri au mwajiri husika. Hivyo kubadilika kituo cha kazi maana yake ni kupunguza idadi ya watumishi waliopangwa kwenda kwenye halmashauri husika. Ili kutoathiri mgawanyiko huo, hakuna mabadiliko yote ya kazi, na hii ni kauli natoa maelekezo kwa wahusika wote wajue kwamba kwa sasa hakuna mabadiliko ya vituo vya kazi. Serikali itaendelea kutoa nafasi za ajira. Kwa kuzingatia hivyo, tunawaomba vijana wote wenye sifa waendelee kuomba nafasi mbalimbali kwa kadri zitakavyotangazwa na Sekretarieti ya Ajira katika utumishi wa umma.